Kituo cha polisi cha Kilimani kimethibitisha kwamba mwanamke aliyekuwa pamoja na marehemu daktari wa uzazi na aliyekuwa mwanabodi wa hospitali ya Nairobi, Daktari Job Obwaka, bado anazuiliwa akisaidia katika uchunguzi unaoendelea kuhusu kifo cha Bwana Obwaka. Na ripoti za polisi zinasema Obwaka alianguka ghafla mjini Kitengela Ijumaa jioni akiwa na mwanamke huyo. Alipofikishwa katika hospitali ya Nairobi alifika kule baada ya kufariki. Na ripoti ya hospitali pia inaonyesha kuwa alikuwa na historia ya matatizo ya kiafya, ingawa kiini cha kifo bado hakijabainika. Mwanahabari wetu Victor Ngaruya anaarifu zaidi. Akizungumza na NTV kwa njia ya simu, kamanda wa polisi wa kaunti ndogo ya Kilimani, Patricia Yegon, alithibitisha kuwa mwanamke huyo kwa jina Beatrice Wangare mwenye umri wa miaka 45 anazuiliwa katika kituo cha polisi cha Kilimani kama mtu anayehusishwa kwa uchunguzi. Kwa mujibu wa ripoti ya tukio la kifo hicho kutoka kituo cha polisi cha Kilimani, Daktari Obwaka alifikishwa hospitalini saa 1 jioni akiwa tayari amefariki baada ya kuanguka akiwa Kitengela alikokuwa ameenda kwa shughuli binafsi akiwa na Wangare. Ripoti ya hospitali ya mgonjwa aliyefikishwa akiwa amefariki inasema kuwa kulingana na mahojiano na Beatrice Wangare, yeye na Daktari Obwaka walikuwa pamoja katika makazi yake, walikula chakula kabla ya Daktari Obwaka kuanza kuonyesha dalili za matatizo ya kupumua. Muda mfupi baada ya kunywa maji, alipoteza fahamu na baadaye kupelekwa hospitalini. Kwa mujibu wa maelezo ya Beatrice, wamejuana tangu mwaka wa 2015 na walikuwa na uhusiano wa karibu. Wakati huo kifo cha Daktari Obwaka kimeendelea kuibua hisia mseto miongoni mwa wengi, hata kwenye mitandao ya kijamii, wengine wakidai kuwa huenda Beatrice analengwa ili kuchafua jina la daktari huyo, madai ambayo bado hayajathibitishwa rasmi. Kifo cha daktari huyo kinajiri wiki chache tu baada ya kukamatwa kwake kwa tuhuma za kughushi rekodi za hospitali ya Nairobi. Marehemu Obwaka pia alikuwa akiendelea kupokea matibabu tangu Machi baada ya kuanguka katika mahakama ya Milimani. Victor Ngaruya, NTV. Tunazidi kusema makiwa